Msajili wa vyama vya siasa yupo kwa sababu ya sheria hii, the Political Party Act, ambao ni sheria sura ya 258 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2019. Ukisoma sheria hii kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5, kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 5 kinaweka wazi shughuli za msajili wa vyama vya siasa. Inasema kwanza, kazi ya kwanza ni kusajili vyama vya siasa. Cha pili ni kufuatilia mchakato wa uteuzi na uchaguzi ndani ya vyama vya siasa. 3, kuratibu shughuli za baraza la vyama vya siasa. 4, kufuatilia mapato na matumizi ya vyama vya siasa. 5, kugawa na kufuatilia matumizi ya fedha za ruzuku kwa vyama vya siasa vyenye sifa ya kupata ruzuku. 6, kutoa elimu ya uraia kuhusu sheria zinazosimamiwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. 7, kuratibu elimu ya uraia inayotolewa kwa vyama vya siasa. Shughuli nyingi sana ambazo amepewa. Ukisoma hizi shughuli ambazo amepewa, hakuna sehemu ambayo inampa mamlaka ya kuweza kutengua au kuondoa viongozi waliothibitishwa na chama cha siasa chochote. Hana hayo mamlaka. Kwa lugha nyepesi, msajili amepewa mamlaka ya kushauri, kulea vyama vya siasa na kusajili vyama vya siasa. Ukienda kifungu cha 19, kifungu cha 19 cha sheria hii kinampa mamlaka msajili, kwa sababu amepewa mamlaka ya kusajili vyama, amepewa pia mamlaka sasa kwa kifungu cha 19 kuweza kufuta vyama vya siasa. Lakini ili afute ni pale ambapo vyama hivyo vitakuwa vimeenda kinyume na katiba yake. Kwa mfano, kueneza masuala ya udini wakati haitakiwi, kufanya masuala ya kigaidi, kukiuka sheria mbalimbali za nchi na kadhalika. Hizo ndio sababu zinaweza kumpelekea akafuta. Lakini sio kwenye swala la kikao halali cha kawaida cha chama anaingilia na anafuta. Hana hayo mamlaka kwa mujibu wa sheria.